Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa wema na neema yake kuu ambayo ametukirimia. Niko na nafasi sasa ya kuwa hewani tena. Message inakuwa premiered, so tunafuatilia kwa wakati mmoja. Maana nimejaribu kwenda live, kumekuwa na changamoto za kimitambo na hivyo inabidi tuweze kutumia mbinu hii sasa. So ninakuomba kwamba tuweze kuomba ili kwamba tuweze kuendelea. Nakushukuru Baba na Mungu wetu mwema kwa neema yako. Asante kwa nafasi ulionipa niweze kuwa hewani wakati huu. Napoleta neno hili kwa na binti zako kaniongoze na neema yako itutoshe. Maana nikupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa, nianze kwa kusema hivi. Niko na kusudi la kuendeleza ujumbe huu kwa muda ule ambao Mungu atanipatia pumzi ya uhai. Kwa hivyo haijalishi ni muda gani. Hata kama Bwana atakuwa nami miaka 100 tutafanya kazi hiyo. Na mafundisho yatakuja mbalimbali. Nataka nilete mahubiri katika maandiko matakatifu, niweze kuleta mafundisho ya unabii. Nitatafuta pia watu walio na ufasaha wa mambo ya familia na kaya, tuweze kuwahoji. Watu walio na ufasaha wa mambo ya afya, tuweze kuwahoji. Na wale walio na ufahamu wa mambo ya kuchambua Biblia kwa undani, wote tutaweza kuwaleta on board ili tuweze kushirikiana nao. Na hivi sasa ninapoleta somo hili, nataka tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Ni kisa ambacho ninakipenda sana katika Biblia, kisa ambacho kinatupatia mambo mengi ya kujifunza kutokana na yale yaliyotendeka. Ni kwa nini nisianze kitabu cha Mwanzo 1? Kwa sababu Mwanzo 1 na Mwanzo 2 tunazungumzia masuala ya uumbaji. Kutoka siku ya kwanza mpaka ya 7. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 1:1 mpaka 31, alafu na Mwanzo 2:1 mpaka 3. Vinazungumzia masuala ya uumbaji, siku ya kwanza mpaka siku ya 7 Mungu alipopumzika akastarehe na akaacha kufanya kazi yake yote aliyoomba na kuifanya. Akaibarikia na kuitakasa siku ya Sabato. Unapoangalia Mwanzo 2 hapo chini, inazungumzia jinsi mwanadamu alivyoumbwa, kwamba aliumbwa kutokana na mavumbi ya ardhi, na kisha Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai na mtu akawa nafsi hai. Na baada ya mtu huyu kuwa nafsi hai, maandiko yanatuweka wazi tena ya kwamba Mungu akaitengeneza bustani kwa mashariki mwa Edeni na akamweka mwanadamu. Kisha akawaleta wanyama wote mbele za Adamu ili aone atawaitaje. Adamu akawaita wanyama wote majina, na kisha baada ya kufanya hivyo, Biblia inasema Mungu akaona hakuna wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Na ndiposa Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, na Adamu akalala. Kisha akaweza kumtoa Adamu ubavu na mahali pake akaweza kupafunika nyama. Na nini kilichotendeka pale mpendwa? Baada ya Adamu kutolewa ubavu na mahali pake kufunikwa nyama, ubavu ule Mungu akaufanya mwanamke na akamleta kwa Adamu. Na Adamu alipomuona mwanamke huyu akasema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, hivyo ataitwa mwanamke. Basi maisha ya Edeni yakaanza. Lakini kule mbinguni kulikuwa na changamoto. Lucifer alikuwa ameleta kizaazaa na kikawa kimeendelea kwa muda, hivyo ikabidi kwamba afurushwe kutoka mbinguni. Na alipofurushwa kutoka kule mbinguni, akapita katika sayari zote ambazo Bwana alizifanya zilizo na viumbe wake, akiwa na kusudi la kwamba aweze kuestablish ufalme wake katika sayari hizo. Lakini alipokataliwa, finally akaingia katika bustani ya Edeni. Na kwa sababu ya upendo wa Mungu, kuna kitabu nilichokisoma kinaitwa The Story of Redemption. Kitabu hiki kinasema ya kwamba Mungu alituma malaika wawili baada ya kuwa shetani amekwisha kuasi kule mbinguni. Akatuma malaika wawili wakaja mpaka Eden, wakamwonya Adam na Hawa. Wakawaambia kwamba ameasi Lucifer na atafika huku. Kwa hivyo msiachane, muwe pamoja ili kwamba mnapojaribiwa muweze kusimama na kushinda. Lakini sijui ilikuwaje, Adam na Hawa mke wake wakapoteleana kidogo. Na katika kutembea kwake Hawa akafika katika bustani ya Edeni, akafika katikati ya bustani ya Edeni palipokuwa na mti ambao ni wa ujuzi wa mema na mabaya. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo 3 ya kwamba basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke hivi, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya miti ya bustani? Kwa hiyo Biblia na record kusema kwamba nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu. Tumesoma katika shule ya kwamba kuna wanyama ambao ni werevu. Tukaambiwa sungura alikuwa mjanja, mpaka watu wameishi katika ulimwengu wakijua kwamba sungura ni mjanja.
Na hivyo ndivyo ambavyo watu wanajua, lakini Biblia inatuambia kwamba mnyama aliyekuwa mwerevu kuliko wanyama wote duniani ni nyoka. Na shetani kwa ujanja aliyokuwa nao hakutumia mnyama ambaye hakuwa mwerevu. Akaangalia mnyama aliye mwerevu, akamtumia kuwa agent wake wa kumwangusha mwanadamu. Ninasema nini? Ya kwamba hata siku ya leo ninajua shetani hatatumia nyoka aje kuongea na wewe, maana nyoka haongei lugha ya mwanadamu, na hata pale Eden nyoka hakuwa anaongea lugha ya mwanadamu. Lakini wakati ambapo shetani alikusudia kutumia kiumbe wa Mwenyezi Mungu ili aweze kumwangusha mwanadamu, maandiko yanatuonyesha ya kwamba shetani alitumia nyoka aliyekuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Siku ya leo shetani anatumia wanadamu, hatatumia watu ambao hawana kisomo, hatatumia watu ambao hawajui maandiko ndani ya kanisa. Atatumia watu wanaoelewa maandiko kupotosha wengine, kwa sababu ya kuwa anajua hawa watu wamekubalika ndani ya kanisa, ni wahubiri, ni watu wanaoeleweka, na hivyo anapowatumia ni rahisi kukubalika na kuangusha wengi. So at the end of the day, shetani anatumia bright brains ili kwamba aweze kupotosha watu wengi. Alitumia nyoka kumwangusha mwanadamu, maana nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wengine wote. Hata simba hakuwa mwerevu kama nyoka, hata dubu hakuwa mwerevu kama nyoka, hata sungura ambaye leo anakuwa papote ili kwamba ni mjanja, hayuko mwerevu kama nyoka. Biblia inatuambia kwamba nyoka ndiye alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote, na shetani akakusudia kumtumia nyoka kumwangusha mwanadamu. Siku ya leo kuna watu wanajua maandiko ndani ya kanisa, wanaweza kupambanua Biblia vizuri sana, lakini shetani anawatumia kuleta mafundisho ya uongo ili waweze kuangusha washiriki wengi katika kanisa. So ni jukumu langu na ni jukumu lako tuweze kuwa makini ili kwamba mtu asije akatudanganya. Na ni nini ambacho alikifanya shetani? Shetani alimix mambo mawili, ukweli na uongo. Nao Mungu ni wa ukweli peke yake, shetani ni wa uongo. Lakini shetani anaweza kucombine ukweli na uongo, na kwa Mungu ukicombine ukweli na uongo, yote inakuwa uongo, haiwezi kuwa ukweli. Shetani akamuuliza mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu? So the first thing aliyofanya ni kucast doubt katika statement ambayo Mungu alimwambia Adam, ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huu mtakufa hakika. Shetani yeye akamwambia Hawa ya kwamba ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, ya kwamba msile matunda ya miti yote ya bustani. Alikuwa anajua vizuri sana ya kwamba Mungu hakusema hivyo, lakini aliposema hivyo akacreate doubt katika akili ya Hawa. Na kwa sababu alicreate doubt katika akili ya Hawa sasa akakusudia kwamba nitamjibu huyu, nimweke sawa. Let me tell you brothers and sisters, don't engage in conversation with the devil. Utakapo engage kwa conversation na shetani atakushinda, maana ana ufahamu na anaelewa zaidi kuliko mwanadamu awaye yote. Kwa hiyo Hawa angeondoka akaenda zake akamwambia Adamu, nimekutana na nyoka pale anaongea na si kawaida kwamba nyoka azungumze nami. Lakini Hawa aka-entertain conversation. Yeye alidhani ni nyoka, kumbe ni shetani ndani ya nyoka. Kuna mtu atakuja kwako akwambie mambo mengi yanayoonekana mazuri, mambo mengi yanayoonekana ya kupendeza, mambo mengi yanayoonekana yana ukweli, maana atasoma katika Biblia. Lakini mpendwa, huyo ni nyoka, anayemtumia ni ibilisi, shetani ambaye anafanya kazi ndani ya mtu huyo. So the Bible is quite clear ya kwamba nyoka akatia mashaka katika statement ya Mungu, na inasema hivi katika verse number 2, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Fungu la 3, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Hapa ndio shida ikaingilia. Mungu hakusema msiyaguse. Kuna maneno ambayo unaongeza ukidhani ya kwamba unajisaidia, kumbe ndio unaingia katika shida zaidi. Kwa sababu angesema tu Mungu alisema msiyale, angekuwa mkweli. Lakini Hawa naye akaongeza uongo juu yake, anasema Mungu alisema tusiyale wala tusiyaguse. Siku zote walitembea pale kwenye bustani, maana Mungu alikuwa amesema kwamba wailime na kuitunza. Na katika utunzaji ilihusisha kulimia ule mti. Kwa hivyo walikuwa pale kwenye mti, waliugusa hata ule mti. Na kwa sababu matunda yalikuwa tu pale chini, waliagusa.
Hivyo Hawa anaposema ya kwamba Mungu alisema tusiguse, pia hakuwa anasema kweli. Na shetani alipoona ya kwamba amemweka kwenye kibano, akamwambia hiyo si kweli bwana. Mwanamke amemwambia tumeambiwa tusiale wala tusiyaguse. Mungu alisema msiale, hakusema msiyaguse. Kwa hiyo katika statements ambazo tunapewa, wakati mwingine tunaongeza maneno ili tuonekane kwamba tunajua. Usiongeze kitu ambacho hakipo. Si vyema kuongeza vitu ambavyo havipo. Ni vizuri kustick to the truth ambayo unaijua na usibadilike. Mwanamke alipoongeza maneno, nini kilichofuata? Fungu la 4 linasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. By that statement sasa hakika zikawa mbili. Kuna hakika ya Mungu ambayo amesema mkila mtakufa hakika. Kuna hakika ya shetani ya kwamba hamtakufa hakika. Sasa ni gani iliyo ya kweli? Wewe nami tukijioje hivi sasa tunajua kwamba ya Mungu ni ya kweli, maana mpaka sasa tuafa. Kama shetani angekuwa mkweli, tungekuwa tupo hai tokea Adamu, ungekuwa hajafa mpaka leo. Lakini kwa sababu ya kukubali ushawishi wa yule muovu na muongo, mwanadamu akasadiki maneno ya shetani. Biblia inasema katika fungu la 4 ya kwamba nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mwanamke aliposikia maneno hayo akaanza kutilia mashaka yale ambayo Mungu alisema. Verse number 5 inasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Nao unaposoma Biblia inasema ya kwamba nanyi mtafumbuliwa macho, mtakuwa kama Mungu. But when you read the King James Version inasema maneno haya, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Gods with a small g. So shetani hakuambia mutakuwa Mungu because he knew there is nobody who can be like God. Lakini akamwambia mutakuwa miungu, so subsequent gods. Yuko Mungu wa kweli aliyeumba, lakini nyinyi mutakuwa miungu pale kando. So it means mko na autonomy ya kufanya vitu vile mnavyotaka na kutenda mpendavyo na kujifanyia vitu vyenu bila kumhusisha Mungu. Shetani ni muongo. Hawa akakubali ushawishi wa ibilisi katika jambo hili. Biblia inasema alipoambia hamtakufa hakika, lakini mtakuwa kama Mungu. Ellen White anaandika ndani ya kitabu cha The Great Controversy page 533, anasema maneno haya ya kwamba it was the great deceiver who promised Adam life in disobedience. The first creature to promise Adam life in disobedience was the great deceiver. Kwa hiyo shetani anamwahidi Adamu kwamba atapata uzima wa milele iwapo atakosa kumtii Mungu. There is no life in disobedience. Nataka ulielewe hili mpendwa. Kuna watu wengi wamekuahidi mambo mengi, na katika kuahidi huko wamekuingiza katika shida, ukidhani ya kwamba mambo yatakuwa mazuri. Hawa anapewa ahadi na mpendwa, statement ile ya kwamba hamtakufa hakika, ambayo ni ya uongo, inahubiriwa mpaka siku ya leo na wachungaji wengi kwenye pulpits nyingi. Kuna makanisa ama kuna imani zinajua ya kwamba mtu akifa hajafa kweli. Anaweza kuongea mahali fulani, anakuona akiwa mahali fulani, anasikia mnavyofanya. Wengine wanaamini yuko mbinguni anatuona. Those are lies. Na wanaendeleza sermon ambayo shetani alimhubiria Adam na Hawa pale Eden, na Adam na Hawa wakaipokea. So sad that today majority of the people accept the lies of the devil as if it is the truth. Mpendwa, katika kisa hiki kuna jambo ambalo linafanyika mtu akikubali kuingia katika dhambi. Verse number 6. Kwa sababu sasa shetani amemwambia mwanadamu ya kwamba mkila mtakuwa kama miungu na mtajua mema na mabaya. Nini kilichofanyika? Sikia verse number 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Nauliza,
For the first time, Adam na Hawa wamekuwa pale Eden, wakitembea, wakilima na kuitunza bustani. Hakuna siku ambayo Hawa aliona ule mti unatamanika kwa chakula. Hakuna siku ambayo Hawa aliona ule mti unapendeza macho. Hakuna siku ambayo Hawa aliona ule mti unatamanika kwa maarifa. Lakini siku ile alipopata ushawishi wa shetani, akaona ule mti unafaa kwa chakula, unapendeza macho na unatamanika kwa maarifa. Kuna mambo mengi mpendwa, ambayo once you joined the flock of Christ, ulipoingia kanisani, hayo mambo ulijua kwamba hayafai, ulijua kwamba hayapendezi, ulijua kwamba ni dhambi, na ukajua hayastahili kutendwa na Mkristo. But after staying in the church, ukagundua kumbe kuna watu wengine ambao labda hata ni wachungaji, kuna watu wengine ambao labda hata ni wazee wa kanisa, kuna watu wengine ambao labda hata ni washiriki ambao wamekuwa kanisani zamani, wanatenda exactly the same things that you know it is not right to do them. Na kwa sababu umeona wao wanatenda, wewe nao ukaona ya kwamba hata mimi nikitenda inaonekana hamna matatizo, na hivyo umeingia katika dhambi. Umeyaona sasa. Mwanzo uliona hayafai, mwanzo uliyajua ni dhambi, mwanzo ulijua hayapendezi, lakini sasa umeona yanafaa, umeona yanapendeza, umeanza kuyatenda. Ndivyo Hawa alivyoona ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Alijua haufai, alijua haupaswi kuliwa, alijua ya kwamba haistahili mtu kula matunda ya mti ule. Lakini immediately alipoanza conversation na shetani, and I want to tell you, ukianza kuentertain conversations ambazo sio nzuri, definitely utakuwa kama Hawa. Utaanza kuona vitu kwa mtazamo mwingine. Yes, right now, kuna mafundisho ambayo yanaendelea na yamekuwa yakisumbua watu wengi sana. Mafundisho ya Godhead. Yesu si Mungu alizaliwa, Roho Mtakatifu si Mungu. Yameleta consternation ndani ya kanisa. Kuna watu ambao mara ya kwanza walikuwa hawana shughuli, maana walijua hayana wokovu kwao, wakajua kwamba hayawezi kuwasaidia. They did not even believe in those things, but now after listening to the conversations for quite a long time, they have gotten into the bus. Wanasafiri na basi hiyo sasa. Nataka nikwambie hivi, do not entertain conversation with the devil. Don't. He will misguide you. He will mislead you. Ni nini kilichofanyika? Verse number 6 inasema, mwanamke alipoona ya kule mtu wafaa kwa chakula, wapendeza macho na watamanika kwa maarifa, alitoa akala. Na alipokula akampa na mumewe, naye akafanya nini? Akala. Now verse hii inasema akampa na mumewe, naye akala. Ninaposoma kitabu kingine kinaniambia kwamba wakati Adam alipoletewa tunda lile na mke wake Hawa, alilitazama na akatambua kwamba hili ndile tunda ambalo Mungu alisema tusile. Akamwona Hawa amelishikilia na akamuuliza Hawa, imekuwaje mama, mbona umetoa tunda hili wewe? Hawa akamwambia Adamu, wacha nikwambie, hili tunda ukilila tu akili yako inachemka, ushangae, utaelewa vitu zaidi ya vile unaelewa, utakuwa kama Mungu wewe. Adamu akamwambia, no, Mungu alisema tusile, maana siku tutakapokula matunda ya mti tutakufa. So it dawned in the mind of Eve ya kwamba kuna kifo sasa kwa kula tunda, na tayari amesha kula. Yani kama ulikuwa haujui kwamba kitu ni sumu alafu ukala na ukaambiwa sasa hiyo uliyokula ni sumu, wacha nikwambie mpendo, unakufa kabla hujafa. Yani ule wasiwasi ambao unakushika, ile hofu ambayo inakuingia hujaona. Hawa sasa ikaamka mawazoni mwake ya kwamba Mungu alisema tutakufa, na Mungu ni mkweli siku zote. Kwa hivyo Adamu, unamaanisha kwamba nitakufa? Adamu anamwambia ndio. Kilio kikaanza. Sasa Adamu, utaniacha nife peke yangu? Na vile unavyonipenda mimi, ni kifo utabaki na nani? Wewe uko peke yako, hao wengine wote ni wanyama. Wewe si kama hao, tofauti. Hawa akaanza kuleta vishawishi, na Adamu akapiga hesabu akasema, kweli kama nikiacha huyu aende nitabaki peke yangu, kama nikufa wacha tufe.
kufa gari, kufa dereva, akachukua akala. Now listen, jambo ambalo la kushangaza, verse number 7 nasema, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Ni nini ambacho kinaendelea hapa? Hawa alipokula peke yake akiwa pale mtini na nyoka, hakujiona uchi. Alipokuja na tunda mpaka kwa Adam hakumuona Hawa akiwa uchi. Alipofika na tunda lile kwa Adam, Hawa hakujiona kwamba yuko uchi. Kwa hivyo ule utukufu wa Mungu ulikuwa bado umemfunika Adam na umemfunika Hawa. Lakini the moment Adam alichukua tunda akala, Biblia inasema wote wawili wakafumbuliwa macho, wakajijua wa uchi. Why? Kwa nini Hawa hakujiona uchi alipokula peke yake? Sikia nikwambie mpendwa, katika bustani ile ya Eden, before Hawa aumbwe, Mungu alipeana command kwa Adam. Akamwambia Adam, matunda ya miti yote ya bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakufa hakika. Maneno hayo Mungu akisema Hawa hakuwepo, ni Adam aliyeyasikia. Kwa hivyo Adam alipoyasikia akamwambia Hawa mkewe, Mungu amesema hivi. So Hawa alipata information kutoka kwa mumewe, hakuipata kutoka kinywani mwa Mungu. Lakini alipaswa kushika neno hili kama la Mungu direct, kama vile leo mpendo unavyohubiriwa na dhambi yako ikatajwa, unachukia pasta. Roho wa Mungu amemuongoza mchungaji huyo akuonyeshe makosa yako ili kwamba uweze kubadilika. Si kwamba imewekwa wazi ili wewe uweze kukasirika. Na ndiyo shida ambayo sasa tunaiona leo. Hawa alipokula tunda hakujiona uchi, lakini alipofika kwa Adam naye akala, wakajipata wote wawili wa uchi. Kwa nini? Kwa sababu komandi ya kwamba usile tunda alipewa Adam. Let me say this. Sorry. Adam alipokuwa hajakula tunda, dhambi haikuwa na effect kwa dunia. Hawa alipokula tunda, effect ya dhambi ilikuwa kwake peke yake. Ndiyo maana hakujiona uchi. Haikuwa imeaffect environment, haikuwa imeaffect Adam, haikuwa imeaffect wanyama. Lakini Adam alipokula, maana command ilikuwa imeletwa kwake ya kwamba asile, alipokula dhambi ikaingia, si kwake tu, ikaleta shida kwa dunia nzima, kwa miti na kwa wanyama. So Hawa hangejiona uchi mpaka aliyepewa amri alipoivunja, sasa ndio akajiona uchi. That's why unaposoma Isaya anasema ya kwamba piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kuna tofauti ya watu wa Mungu na nyumba ya Yakobo. Nyumba ya Yakobo ni Israeli ambao walikuwa custodians wa sheria ya Mungu. Watu wa Mungu ni watu wa mataifa ambao Mungu aliwaumba lakini bado hawajajua sheria ya Mungu. So kwa wale watu wa Mungu wanapokosea, Mungu anasema hawa wamefanya kosa because they don't have the law. Lakini kwake aliye na ile law, anapofanya dhambi, anapokosea, inakuwa kwake ni dhambi. Na ndio maana watu wa Mungu wanaonywa kutokana na dhambi zao, hawaonywi kutokana na makosa. So Biblia inasema Adam alipokula, wote wawili wakajua wako uchi, wakajitengezea nguo za majani ya mtini. Wacha nikwambie, majani hayawezi kutengeneza nguo. King James Version haitumii verse number 7 inasema wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. King James Version anasema ya kwamba and the eyes of them both were opened and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Apron hata si nguo ya kufunika mtu. Apron nafunika hapa mbele peke yake. So wakatengeneza aprons za majani ya mtini. After some few minutes zikanyauka, wakatupa, wakachukua zingine.
After some few hours zinanyauka, wanatupa, wanachukua zingine. So wakaanza kuona athari ya dhambi walioifanya, maana Adamu alikuwa hajawahi kuona mti ukinyauka, hajawahi kuona majani yakikauka, lakini sasa athari ya dhambi ikaanza kuonekana, si kwa mwanadamu tu, bali hata kwa miti. Mpendwa, nini kilichofanyika basi baada ya Adamu na Hawa kujishonia majani ya mtini? Verse number 8 nasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Now, something that happens when you commit sin. One thing is very clear. Sin brings fear. Dhambi inaleta hofu katika maisha ya mwanadamu, inaleta uoga, inaleta wasiwasi, inaleta mashaka na shauku. Adam na Hawa siku zote Mungu alikuwa akija pale kwenye bustani ya Eden wakati wa jua kupunga, wanakutana naye, wanaimba pamoja, wanafurahia kukumbatiwa na baba yao, wanasikia furaha wamekaa pamoja naye. Lakini walipofanya dhambi, Adam alipojua hapa sasa nimechemsha, nimefanya kitu ambacho hakistahili kufanywa, aliposikia sauti ya Mungu anatembea bustanini, Adam na mke wake wakaingia ndani ya miti pale kwenye bustani, wakadhani wanajificha. Unafikiri Mungu alikuwa hawaoni? Mungu alikuwa anawaona. Mwandishi wa kitabu anasema ya kwamba wakati wakiwa pale mbinguni, Mungu na malaika wanatazama Hawa wakiwa pale kwenye ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wameanza conversation na shetani. Malaika walimsihi Mungu, could you please allow us, twende tumuondoe, ataanguka yule. Mungu akasema, nimempatia mwanadamu the will power, aamue vile ambavyo anataka. Hatuwezi kumlazimisha. The good thing with God, he is not controlling us like robots. Anatupa uhuru wa kuchagua kile ambacho tutafanya. Now, Biblia inasema Adam na mke wake wakakimbia, wakaingia mitini, wakajificha kwenye bustani ya Edeni. Kitu cha kwanza kinachotokea unapofanya dhambi ni kujificha. Dhambi inakufanya unakimbia washiriki. Dhambi inakufanya unakimbia wazee wa kanisa. Dhambi inakufanya unakimbia mchungaji. Hutaki kuonana na mtu yeyote wa imani kwa sababu unaona ya kwamba atajua umefanya dhambi. Dhambi inaleta uoga. Fikiria tu siku moja Sabato, alafu umeamua ya kwamba mimi sitaenda kanisani, nitaenda sokoni nikauze vitu vyangu vya soko. Ukifika pale, ukishapanga vitu vyako, umekuwa na ujasiri kutoka nyumbani, umebeba, umefika pale, umevipanga. Sasa unaanza kuwa na wasiwasi, labda mshiriki atatokea hapa, ataanza kuniona, itakuwaje? Dhambi inaleta uoga. Na hivyo mtu anapofanya dhambi hawezi kukaa pamoja na wale ambao hawajaifanya dhambi, anajitenga. Adam na Hawa ikabidi waingie mitini wajifiche, wanaogopa kumuona Mungu nao, because God is love. Sikia nikwambie mpendwa, ile dhambi uliyoifanya imekutenga mbali na washiriki wenzako, imekupeleka mbali na wazee wako wa kanisa, imekupeleka mbali na mchungaji. Wanajaribu kukuita, wanakuvuta uje karibu, lakini hutaki kuja. Umeingiwa na woga. Mke wako akwambia, siku hii ya Jumapili kuna wageni watakuja hapa nyumbani kutoka kanisani, nilikuwa naomba wasubiri tuje tuzungumze nao. Na unajua ulifanya makosa, ulikuwa ukienda kanisani unashirikiana nao, lakini leo umeambiwa wale washiriki uliokuwa ukiimba nao, ambao mlikuwa mkikaa pamoja mkijadili, wanakuja kukutembelea. Unajipa shughuli, unatoka na unaenda, na hutaki hata kuwaona. Nini? Dhambi inaleta uoga. So if we run away from sin, we become so close to our God. Biblia inasema wakajificha. Verse number 9 inasema Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Haijalishi mpendwa, hata ukiingia katika shimo gani, bado Mungu anakupenda, anakujali na anakuita. Mungu akamwita Adamu, akamuuliza, uko wapi? Upendo wa baba, upendo wa mzazi ambaye anajali mtoto wake, upendo wa Mungu wetu kwa Adam, kiumbe chake alichokiumba kwa furaha, akiwa amemweka katika bustani ya Edeni ili kwamba aweze kuwa furaha na fahari yake. Adam sasa ameanguka. Mungu hakumwacha Adamu tu apotee, la, Mungu amemuita Adamu tena amtoe pale alipo. Mungu akamuita Adamu, uko wapi? Adamu akasemaje? Verse 10 anasema, akasema, nalisikia sauti yako bustanini,
Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Sikia nikwambie mpendwa, dhambi inaleta uoga. Adamu akaogopa kwa sababu alikuwa uchi, akajificha. Mungu kwa pendo lake na kwa kuwajali viumbe wake amekuja anamtafuta mwanawe ambaye ameanguka. Mpendwa, Mungu anakutafuta. Haijalishi umefanya nini, haijalishi umekosea kiasi gani, haijalishi umeangukia wapi, Mungu bado anakutafuta. Alipokuja hapa, Adam hakwenda mbio kwa Mungu akamwambia, Mungu, nimekosea, ninaomba unisamehe, unirudishe. Adam alikimbia kujificha, but God pursued Adam. Mungu akamtafuta Adamu, anamuita pale mahali ambapo mwanangu tulikuwa tunakutana na kukumbatia, tunafurahia, tunaimba, tunazungumza pamoja. Sikuoni, umeenda wapi? Si kwamba Mungu alikuwa hamuoni Adam. Mungu alikuwa anampatia Adam an opportunity ya kuomba msamaha. Sikia nikwambie mpendwa, wakati mwingi tunakosea, tunakimbia. Mchungaji hawezi kukuua, mchungaji hawezi kukupiga, mchungaji atakufanya lolote. Analotafuta mchungaji ni kukuita, kukurudisha katika njia iliyo sawa ya Bwana, ili kwamba upate uzima wa milele. Anapokuja kwako usitoroke. Hata kama umekosea, mwambie nimekosa. Adam akakimbia. Ni mara ngapi umekimbia pale ambapo Mungu anahitaji ukutane nawe? Badala ya kurudi kanisani mkutane na Mungu kila wakati anapokuja kwa ajili ya ibada, unatoroka kanisa. Hutaki kuwa karibu na washiriki wengine kwa sababu ya dhambi uliyofanya. No, you should not run away, but run to God. Adamu ameisikia sauti ya Mungu, anatembea bustanini, amekimbia, ameenda kujificha. Ni nini kilichofuata mpendwa? Mungu anamuita Adamu, uko wapi? Uko wapi? Rudi hapa mahali ambapo tulikuwa tunakutana na wewe kila wakati. Rudi hapa tuweze kuzungumza. Adamu mwanangu, ninataka uweze kuelewa ya kwamba bado ninakujali na ninakupenda. Sikia hapa sasa, verse number 11. Mungu akauliza swali kwa sauti ya huruma na ya kusikitisha, akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya miti niliyokuagiza usiyale? This was an opportunity for Adam to repent. It was an opportunity for Adam to show the spirit of penitence. Mungu amemuita Adam, uko wapi? Anamwambia, nilisikia sauti yako bustanini, nikakimbia kujificha, maana mimi ni uchi. Na Mungu anamuuliza Adam, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Ama umekula wewe matunda ya miti niliyokuagiza nikisema usiyale? Nini ambacho Adamu alifaa kusema? Katika kisa hiki mpendo, unajifunza nini? Ni nini ambacho Adamu alipaswa kusema? Adamu alikuwa aseme, naam Bwana, nimekula matunda ya miti uliyoniagiza ukisema nisiyale, na ninaomba msamaha, na si mimi tu niliyekula, hata na mke wangu Hawa amekula, utusamehe. Kuonyesha roho ya kuomba msamaha ili asamehewe. Lakini Adamu alisema nini? Mungu anamuuliza, au umekula wewe matunda ya miti niliyokuagiza nikisema usiyale? Sikia jibu alilotoa Adam, verse number 12. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. He is now shifting the blame. Adam anaondoa lawama kwake, anaipeleka kwa mke wake Hawa. Huyu ndiye mwanamke aliyempenda. Huyu ndiye mwanamke aliyesema ya kwamba ni mfupa wa mifupa yangu, ni nyama ya nyama yangu, ataitwa mwanamke. Huyu ndiye mwanamke ambaye Adamu alimjali, ndiye msaidizi wake aliyefanana naye. But at this point in time, Adam anamlaumu Hawa, na si Hawa tu anayemlaumu. Adam anamlaumu Mungu. Anamwambia Mungu, mimi singekula, lakini huyu mwanamke uliyenipa awe nami. Hivyo na maana ya kwamba Mungu, kama usingelinipa mwanamke huyu, mimi tunda hili singelikula. Ni makosa yako Mungu kunipatia Hawa akae nami hapa. Kitabu cha Patriarchs and Prophets, Ellen White anaandika page 55-56. Anasema ya kwamba it was out of love that Adam decided to disobey the approval of God. And through that, he rejected his paradise home in Eden. And he also rejected eternal life.
kwa sababu ya kusema nampenda nani? Hawa. Oh yes. Mara nyingi tunaanguka kwa sababu ya watu wengine. Tunataka tuwapendeze. Adam wanted to please his wife. Wakati mwingine unaanguka because you want to please your parents. You want to please your friends. You want to please your pastor. You want to please the church elders. You go down into sin. Maana unataka umpendeze huyo mtu. Adam alitaka kupendeza mke wake Hawa, akasema kama tunakufa tufe wote. Sasa kwa sababu mmekubali mfe wote, ungesema ndiyo nimekula. Na ndio maana ile watu wanasema ya kwamba Adam did not show the spirit of penitence. How powerful is sin kwa mwanadamu, ya kwamba Adam alipotazama Hawa mke wake akasema siwezi kuruhusu Hawa ukafa, wacha twende wote. Sasa hapa alipokutana the reality, maana amekuja the one who can execute the penalty, kwa sababu ya kuwa umekosa ni kifo, nilisema kitakuja. Adam sasa anasema hata kama ni kukufa si mimi ninafaa kufa, ni Hawa, maana Hawa ndiye aliyenipa nikala. Ni mara ngapi umeshift blame to other people? You have to bear the consequences of your wrongdoing. You have to be ready to bear responsibility ya mambo ambayo unayafanya. Haijalishi the consequences zitakuwa nzuri ama mbaya, bear with them. Adam alikuwa aonyeshe roho ya toba, hakuonyesha. And he had the audacity to blame his creator. Kwa sababu Mungu alimwambia Adam ya kwamba, alimuuliza, je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Badala ya kusema ndio nimekula, Adamu anasema huyo mwanamke uliyenipa ndiye aliyenifanya nikala. Now Mungu akageuka kwa Hawa. Alipogeuka kwa Hawa akamwambia, verse number 13, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Kila mmoja yuko na wakulaumu. Adam amemlaumu Hawa na Mungu. Hawa anamlaumu nyoka. Sasa number 1, zamani zile nyoka hakuwa anaongea lugha ya mwanadamu kama siku ya leo. Nyoka haongei lugha ya mwanadamu. Hivyo Hawa, she had herself to blame. Maana alikubali ushawishi wa nyoka. Alikuwa tambua kwamba hapa nyoka, bwana, hatujawahi kuongea na wewe siku nyingine, mbona unaniongelesha? Lakini kwa sababu hakulifikiria hilo, akatoa matunda akala, akampatia na mmewe naye akala. Sasa mpira umetoka kwa Adam umefika kwa Hawa. Mungu anamuuliza mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Badala ya Hawa kusema Mungu nisamehe maana mimi nimekula matunda na haikuwa kusudi langu, nilidanganyika, akamwambia nyoka alinidanganya nikala. Sasa Mungu alipogeuka kwa nyoka, hakumuuliza swali nyoka. Verse 14 nasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walio mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Now let me say this. Some extra biblical books zinasema ya kwamba nyoka alikuwa kiumbe wa ajabu anayependeza. Alikuwa na mabawa, alikuwa na miguu, alikuwa anaruka kama ndege, anapachi kwenye miti. Hata alipokwenda kwa ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, aliruka akafika pale. Na kwa sababu ya werevu waliokuwa nao, shetani akaamua kumtumia. Kama vile ambavyo shetani leo anatumia watu wanaojiona kuwa werevu ndani ya kanisa. Watu wanaojiona kwamba wanafahamu maandiko ndani ya kanisa. Biblia inatuonyesha kwamba alimdanganya Hawa, nyoka huyu ambaye alikuwa ni shetani in disguise ya nyoka. So Hawa alipokuwa pale kwenye mti akidanganywa, alipoanza kuzungumziwa na shetani kupitia kwa nyoka, akakubali ushawishi na akaanguka. Wakati Mungu anatoa verdict, alipomgeukia nyoka, hakuanza kumuuliza umefanya nini. Alimwambia umelaaniwa kuliko hayawani wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, na kutoka leo mabawa nje yakaenda, na kutoka leo hamna miguu ikaenda, na kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Kageukia mwanamke, nami
Kisha licha hivyo Mungu akasema, nami nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke, nawe na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utakuponda kisigino. Kwa hivyo wadui kawekwa kati ya mwanamke na nyoka literally, lakini sasa prophetically kati ya shetani na kanisa. Tutajua mambo haya kadri tutakavyokuwa tukiendelea kule mbele. Mpendwa, ushawishi wa mtu mwingine unaokuingiza katika dhambi, it is not an excuse before God. Usifanye dhambi kwa sababu umeshawishiwa na watu ukafikiri kwamba God will overlook because it was not your initiative. Unapokubali kufanya vile unavyofanya, hata kama umeshawishiwa na watu, you will bear the consequences of your doing. Ninasema nini? Umeshawishiwa na watu uvute sigara, umeshawishiwa na watu uvute bangi, umeshawishiwa na vijana wenzako kwamba uweze kuingia Panga Boys ama uingie kwa kundi lolote baya. I want to tell you, when the police come to execute their duty, they will shoot you down. Na hawatasema ya kwamba wewe ulikuwa umedanganywa, rudi pande hii. Mungu atakapo execute judgment siku ya mwisho, hakuna atakayesema ya kwamba mimi niliambiwa na pastor, mimi niliambiwa na mshiriki, mimi niliambiwa. Hapana, kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. So kuwa makini mpendwa unaposhawishiwa na watu. Kuna watu wanadhani ya kwamba watapata wokovu kwa sababu wamefuatilia mafundisho fulani na certain way. Kama hayana ukweli wa Mungu, my friend, you are doomed. Kwa hivyo ni jukumu lako uweze kumrudia Mungu katika njia iliyo sawa. Hawa alidhani ya kwamba akisema nyoka alinidanganya, Mungu atamwambia okay, you are good to go, wacha nidili na nyoka. Hapana. Adam alifikiria kwamba atakuwa sawa akisema Hawa alinidanganya nikala. Sikia, judgment ikatolewa kwa nyoka kwanza. Mabawa, miguu ikaenda kwa tumbo, na kwenda mavumbi anakula. Sikia verse number 16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. For the first time Mungu anadeclare kwamba mwanamke atatawaliwa na mwanamume. That was never the plan of God. They were to rule over this world. Lakini sasa Mungu akamwambia mwanamume sasa atakutawala. That was the curse ambayo Mungu aliplace kwa mwanamke, ya kwamba atamzidishia na uchungu. Adam akafikiria sasa mimi niko sawa, Mungu amemalizana na hao wawili. No, God now comes to Adam. Verse number 17, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, kala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia nchi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo Adam akaambiwa death is sure, it is coming. Whatever God says will always stand. Na ndio maana nataka nikwambie mpendwa, haijalishi umeshawishiwa na watu wangapi. Kisa hiki cha kwanza ndani ya Biblia ambacho ni anguko la mwanadamu kinatuonyesha kwamba you will bear the consequences of your doing. Kila kitu ambacho unakifanya utabeba majukumu yake, hautakwepa. Adam hakukwepa, Hawa hakukwepa, nyoka hakukwepa, na nataka nikwambie shetani hatakwepa. Kama ilivyo wewe na mimi hatutakwepa. Mpendwa, Mungu wetu kwa upendo amemtafuta Adamu alipokuwa amepotea, ili amrudishe katika njia iliyo sawa. Na kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, Biblia inasema Adamu sasa anatolewa Edeni, mahali alipokuwa amepapenda, mahali palipokuwa ni pazuri, mahali alipokuwa anaishi bila shida. Adamu sasa anatolewa Edeni kwa sababu ya dhambi aliyoifanya. Bwana Mungu akamfukuza mwanamke pale kwenye bustani na mumewe, wasije wakatoa matunda ya ule mti wa uzima wakala wakaishi.
Akaamua sasa tuwafukuzilie mbali, na akaweka makerubi wailinde ile bustani upande wa mashariki, na upanga uliopita huku na huku, ili mwanadamu asije akarudi. Adam na Hawa sadly living their home ambayo Mungu alikuwa amewaandalia. Mungu alikuwa amewatengezea wakae kwa furaha bila shida, lakini sasa wanaondoka mahali walipopapenda kwa sababu ya kutokutii neno la Mungu. Nataka nikwambie pendwa, ya kwamba kuna wengi ambao they choose disobedience, but there are consequences for disobeying the voice of God. Sauti ya Mungu ni neno lake Mungu. Nataka nikwambie wakati huu mpendwa, haijalishi utadisobey kiasi gani, haijalishi utakosa kutii kiasi gani, ukweli wa mambo ni kwamba there are consequences for disobedience. Mungu atusaidie. Adam alitoka Eden, na tangu siku ile alipotoka Eden hatujawahi kurudi pale. But there is another Eden that God is preparing for us. Please prepare not to miss that Eden. Ni ya kupendeza na inafaa. Huenda uko pale mpendwa unanitazama, ulianguka, umeacha kanisa kwa sababu uliogopa washiriki wengine. Imekutia aibu kwa sababu umeona ya kwamba ni itakuwaje. Imekufanya umekuwa na hofu na wasiwasi. Usijali, Yesu anakupenda na anakujali. Na kwa njia hiyo unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya simu ambayo inatokea hapo kwenye screen, ili kwamba tusaidiane kwa maombi na kushauriana. Mungu anachotaka ni tuweze kurudi katika zizi lake. Yuko nalo zizi lake katika ulimwengu huu ambalo tukiwa pale tuko salama mikononi mwa Kristo. Anaita kama alivyomuita Adam pale Eden, uko wapi? Leo anakuuliza, uko wapi? Maana Mungu hakuwa amemuona Adam kwenye ile altar ambao walikuwa nakutana kila wakati wa jua kupunga Mungu alipokuja kwenye bustani. So alipokuta mtoto wake hayuko pale, akaita Adam, uko wapi? Huenda ikawa na wewe pia Mungu anakuuliza, uko wapi? Anataka urudi. Hebu wasiliana nami, tuzidi kuombeana, tutiane moyo na tuweze kurudi katika zizi la Bwana. Tuendelee kumsubiri Kristo ajapo mara ya pili. Barikiwa mpendwa, na tuombe. Tunakushukuru Baba na Mungu wetu mwema kwa ajili ya kisa hiki cha kwanza katika maandiko matakatifu cha anguko la mwanadamu. Ni kisa cha kuhuzunisha, ni kisa cha kusikitisha kwamba mwanadamu alikosa kutii neno lako na hivyo akaangamia. Basi sasa tunakuja kwako tukiomba utusaidie. Sisi tulioteleza na kurudi nyuma, tupe ujasiri tena wa kurudi, tusiwe na hofu ya kujificha, bali tukawe wazi mbele zako na hatimaye tuandalika kwa uzima wa milele. Bariki mtazamaji na umneemeshe. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe maishani mwetu daima. Maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa.